tamaduni za nchi husika. Sasa nasi kama nchi tuachwe tujenge demokrasia yetu kwa misingi yetu, mila na desturi zetu. Ndugu zangu, mliponikabidhi dhamana ya kuongoza nchi hii, nilibaini kuwepo kwa changamoto katika mfumo wa demokrasia na siasa za vyama vingi hapa nchini. Kulikuwa na malalamiko mengi kutoka kwa wadau wa siasa na wadau wengine kuhusu kunyimwa kwa uhuru wa kisiasa, uhuru wa kujieleza na changamoto katika mifumo ya uchaguzi. Kupitia falsafa ya R4, yani maridhiano, ustahimilivu, mabadiliko na kujenga upya, R4 kwa Kiingereza, nilichukua hatua kadhaa ikiwemo kuundwa kwa kikosi kazi cha kushughulikia masuala ya kidemokrasia ya vyama vingi vya siasa nchini, kufanya majadiliano na wadau wa siasa yaliyosababisha kufanyika kwa marekebisho ya sheria kadhaa zinazohusu chaguzi zetu, lakini pia zinazohusu vyama vyetu vya siasa na msajili wa vyama hivyo. Hatua nyingine zilizochukuliwa ni pamoja na kuruhusu na kupanua wigo wa kufanya shughuli za siasa na kukuza uhuru wa vyombo vya habari. Pamoja na hayo, bado kuna mambo kadhaa ya kufanyiwa kazi katika mawanda ya siasa, ikiwemo suala la mabadiliko ya katiba. Kama mnavyofahamu na kama nilivyoahidi, tumepanga kukamilisha mchakato huu katika kipindi hiki cha pili cha awamu ya 6, na ni suala la kipaumbele kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa upande mwingine, tume imebaini kuwepo kwa malalamiko yanayohusu uwajibikaji wa baadhi ya viongozi na watumishi wa umma katika kushughulikia changamoto na kuwahudumia wananchi. Aidha, zipo tuhuma zinazohusu maadili ya viongozi, kiwemo rushwa, badhirifu na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Swala la ajira kwa vijana, kutokuwa na mazingira rafiki ya biashara na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi nayo yameibuliwa. Ripoti pia imegusia kazi ya udhibiti wa vurugu na urudishaji wa hali ya usalama nchini iliyofanywa na vyombo vya ulinzi na usalama. Vile vile zimebainishwa changamoto zilizojitokeza na kupendekezwa hatua za kuchukuliwa ili kuongeza ubora wa kazi za ulinzi wa nchi na usalama wa raia wetu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, kwa hakika katika safari yoyote ya maendeleo, changamoto haziepukiki na hatuna budi kuzikabili kwa nguvu ya pamoja. Kimsingi, dhana halisi ya maendeleo ni kuzikabili na kuzitatua changamoto ili tuweze kusonga mbele. Hili ni jukumu letu sote, upande wa serikali, sekta binafsi na wananchi wote kwa ujumla wetu. Si jambo la busara hata kidogo kuzigeuza changamoto hizi kuwa ni sababu ya kufanya vurugu na uharibifu na uhalifu. Changamoto kama hizi na zaidi ya hizi zipo kwenye nchi nyingi duniani, hata nchi zilizoendelea. Lakini vile vile changamoto za aina hizi ziko katika nchi zinazotuzunguka, lakini wananchi wao hawajazitumia kama sababu ya kuharibu miundombinu na kudunisha chumi zao au kuzifanya chumi zao kuwa duni. Ni ukweli pia kwamba yaliyotokea Oktoba 2025 hayakuondosha wala kupunguza changamoto zetu. Vurugu zimefanyika, vurugu zile na ghasia zile hazikuondosha changamoto zetu, bali zimeongeza changamoto. Na kama nilivyoeleza hapo awali, kama ghasia zile zisingedhibitiwa, nchi ingepata athari kubwa zaidi na ingetuchukua miaka mingi kuinuka tena. Na wasihi wa Tanzania wenzangu, tutambue kuwa ni rahisi kupoteza amani, lakini si rahisi kuirejesha. Ni rahisi kuibomoa nchi, lakini ni vigumu kuijenga upya. Hapa nataka sote tufahamu kuwa hatima ya Tanzania ipo mikononi mwa Watanzania wenyewe. Nguvu ya ushawishi wa makundi ya nje
inasaidia kuvunja amani, kuvuruga usalama na kubomoa nchi. Lakini kurudisha amani na usalama na kuijenga upya nchi yetu hufanyika kwa misaada yenye masharti magumu ya kisiasa, kiuchumi na kibiashara. Kwa hiyo tuwe makini kwamba Watanzania ndio wajenga Tanzania yetu. Tunapoibomoa hatuna mjomba wa kutusaidia. Tutapata mikopo yenye masharti ya kiuchumi na kisiasa ili tuweze kujenga upya. Lakini wakati wa kubomoa tunaweza tukapata msaada kirahisi kabisa. Hivyo basi, mambo haya magumu na hatari tuliyoyapitia yatupe funzo ili tuendelee kwenye mwelekeo sahihi. Ipo nukuu maarufu ya hayati Nelson Mandela inayosema, "It is in the character of growth that we should learn from both pleasant and unpleasant experiences." Ikimaanisha ili tuweze kukua hatuna budi kujifunza tokana na matukio yanayofurahisha na yasiyofurahisha pia. Nasi tumejifunza kutokana na mapito haya magumu na tushirikiane ili tuweze kuimarika zaidi. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, tumesikia masuala yaliyobainishwa na tume pamoja na mapendekezo kwa muhtasari, lakini mmeshuhudia ripoti niliyokabidhiwa na mavitabu yale yaliyoko pale. Hii ni ripoti ya rais. Aliyeunda tume ni rais na ripoti yote hii ni ya rais. Kwa hiyo wasitokee watu wengine wakadai ownership ya ripoti hii. Ni ripoti ya rais. Nilisema tume za huko nyuma zilikuwa zinabanwa kimya kimya. Mimi nimeamua tuambizane, lakini ripoti ni mali ya rais. Tumepokea, nataka niwahakikishie tume kwamba tumepokea mapendekezo yote yaliyowasilishwa na tutakayoyasoma kwenye makabrasha yale, na tutaanza kuyafanyia kazi mara moja. Katika hatua hii nitoe wito kwa Watanzania wenzangu, tuungane kwa pamoja kulirejesha taifa letu kwenye misingi yake. Na katika kuakisi mapendekezo ya taarifa ya tume, serikali itachukua hatua za haraka zifuatazo. Kwanza, katika muda mfupi ujao itaundwa tume ya maridhiano, lakini kwanza tutakwenda mapendekezo ya tume kufanya upelelezi wa kina wa yale ambayo tume wameyabainisha. Lakini katika muda mfupi ujao tutaunda tume ya maridhiano ikijumuisha wadau wote muhimu itakayosimamia na kuongoza majadiliano na maridhiano ili kuziba mianya na migawanyiko iliyopo na kurejesha umoja na mshikamano wa kitaifa. Naomba nikumbushe kuwa nia ya kuwa na tume ya maridhiano ilikuwepo hata kabla matukio ya Oktoba 25, na ni moja ahadi zangu nilizoziahidi kutekeleza ndani ya siku 100 za kwanza. Hata hivyo, kwa bahati mbaya, ghasia zilizotokea Oktoba 25 zimechelewesha utekelezaji wa ahadi hiyo, kwa kuwa hata hadidu za rejea za tume ile ambazo nilitayarisha sasa zitapaswa kubadilika kuendana na mazingira yaliyopo sasa. La pili tutakalofanya ni baada ya tume ya maridhiano kuwasilisha ripoti yake, maoni na mapendekezo yatakayowasilishwa ndio yatakayoelekeza au yatakayoelekezwa kwenye mchakato wa kurekebisha katiba ya nchi. Tatu, kwa kuwa ripoti imebainisha kuwepo kwa viashiria vya jinai kuhusu matokeo yale, tutaunda kama nilivyosema chombo maalum cha upelelezi kwa maana criminal investigation kwa ajili ya kufanya kazi iliyopendekezwa na tume. Ripoti ile au chombo kile kitaangalia masuala yaliyobainishwa
na kubaini waliohusika katika kupanga, kuratibu na kufadhili matukio ya ghasia au vurugu. Lakini vile vile watajielekeza kubaini wahusika wa matukio ya